hivi hata hamna tena vya Canada kupandikiza. Sijui Canada, sijui Uturuki, sijui hakuna kupandikiza mtoto. Sasa hii ndio kama hii njema hii. Tamu. Kwa hiyo hata soko la mbegu itakuwa juu. Itakuwa juu. Mbegu za kiume. Ndio. Muhimbili. Castro. Tutamleta mtaalamu hapa. Atuambie. Tutamleta mtaalamu. Tutamleta mtaalamu. Unaweza kusema sikilize basi. Unajua mambo yako za haya. Anaweza kusema soko la mbegu linaweza kuwa liko juu sana. Afu mbegu zako zina uwele wa kutosha. Shida sio hiyo. Hivi unamjua mmiliki wa nani? Nani? Mmiliki wa mtandao wa Telegram. Ni nani? Sikumbuki jina lake vizuri. Yule jamaa unajua moja kati ya biashara zake kubwa ni mbegu za kiume. Fanya hiyo research. Nitafanya. Ana watoto duniani zaidi ya 100. Ana watoto wa kutosha. Zaidi ya 100. Sasa wewe ukishajua soko liko vizuri, anza kutunza nini? Afya yako. Ili ukienda pale. Matano. Unakuwa tajiri. Kila mwezi unaenda wewe. Sasa kama mmiliki wa nani? Mimi nilishe tu nzuri. Wewe vipi tunakwambia sasa mchongo hapo bora chukulia kawaida. Shauri yako. Afu sasa bana Castro atoagi michongo. Mimi ndo hapa sasa mchongo. Kama issue ya kupandikiza watoto Muhimbili. Moja kati ya vitu ambavyo vinapandikizwa kwenye upandikizaji si issue si lazima kuwepo na mbegu za kiume. Ndio. Sasa nafikiri kuna kitu kitapandikizwa. Sasa maana yake si kwamba hizo raw materials zitahitajika kwa wingi. Sasa